Robo fainali kwa upande wa klabu ya Young Africans bado kupo hai. Yanga washika mawili. Hesabu za kufuzu bado ni ngumu kwa upande wa klabu ya Young Africans katika ligi ya mabingwa barani Afrika, hali iliwalazimu kuangalia zaidi ya mechi yao wenyewe. Hii ni baada ya Yanga kuumiza kichwa wakijikuta wakiombea AC FAR Rabat kupoteza mchezo wao wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya National Al Ahly ili wao wawe na nafasi ya kutinga robo fainali. Wakati wakiomba matokeo mazuri kutoka kwa National Al Ahly, Young Africans pia ina kazi kubwa ya kuhakikisha wanashinda mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi dhidi ya JS Kabylie. Mchezo huo utapigwa Jumapili hii kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo matarajio ni makubwa kwa wananchi. Kwa mujibu ofisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, klabu hiyo bado ina matumaini makubwa ya kufuzu na anaamini Young Africans inaweza kuwa timu pekee ya Tanzania itakayofika hatua ya robo fainali ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Shabani Kamwe amesema Young Africans wana imani ya kushinda mechi yao dhidi ya JS Kabylie, huku wakifuatilia kwa karibu pia matokeo ya mchezo kati ya National Al Ahly dhidi ya AC FAR Rabat, kuwa mechi hizo mbili zina umuhimu mkubwa katika hatima yao ya kufuzu kwao. Tunatambua ugumu wa mechi yetu, lakini pia tunajua kuna mchezo mwingine ambao matokeo yake yanatuhusu moja kwa moja. Suala la kwenda robo fainali bado lipo mikononi mwetu, amesema Ali Shabani Kamwe. Ameongeza kuwa Young Africans inapokuwa na dhamira ya kweli huwa haishindwi, na anaamini Jumapili hii watapambana kwa nguvu zote ili kuhakikisha wanakuwa timu pekee itakayowakilisha Tanzania katika hatua za juu za mashindano ya kimataifa. Uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka wazi msimamo wao wa kutokubali kushindwa, wakisema hawataki kutokea kile kilichotokea kwa wapinzani wao Simba. Walishindwa kufuzu kwa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Young Africans ilikubali kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa AC FAR Rabat kwenye mchezo wa ugenini uliochezwa dimbani Olympic mji wa Rabat nchini Morocco. Kipigo hiki kimeiachia Yanga changamoto kubwa ya kupambana kwenye mechi yao ya mwisho ya makundi dhidi ya JS Kabylie ili kuepuka hatima ya kushindwa kufuzu kama ilivyotokea kwa Simba. Ofisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe amesema kwamba kwa sasa klabu inawaona mbele tu, huku akijua kwamba matokeo ya mchezo dhidi ya AC FAR Rabat hayawezi kubadilisha hali yao, kama alisisitiza kuwa Yanga kwa sasa tunawaza kushinda mechi yetu ya mwisho visiwani Zanzibar. Sio kushinda pekee, bali tunataka kufuzu kwenda robo fainali kwa ushindi mkubwa. Ali Shabani Kamwe ameongeza kuwa Young Africans wanajivunia uwezo wao na wana imani kwamba hakuna kitu kitakachowazuia kufuzu. Tunataka kuonyesha maajabu kwa kushinda kwa kishindo na kufanya yote ili tufikie robo fainali. Yanga inahitaji ushindi katika mchezo wao wa mwisho dhidi ya JS Kabylie utakaochezwa Jumapili Februari 15 kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini si ushindi pekee, Yanga inahitaji pia FAR Rabat kupoteza mbele ya National Al Ahly ili iweze kupata nafasi ya kusonga mbele. Katika kundi hili Al Ahly anachukua nafasi ya juu akiwa na pointi 9, AC FAR Rabat ina pointi 8 na inashika nafasi ya pili, huku Young Africans ikiwa na pointi 5. JS Kabylie inashikilia mkia ikiwa na pointi 3 endapo Young Africans itashinda mechi yake ya mwisho, huku FAR Rabat ikipoteza mbele ya National Al Ahly, basi Young Africans itafuzu kwa robo fainali. Mechi hii itakuwa na umuhimu mkubwa kwa Young Africans, kwani ushindi utahitaji jitihada za ziada na dhamira ya dhati ili kuendelea kuandika historia yao katika michuano ya Afrika. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.